kutuhudumia. Tulikuwa tumesema mwezi huu ni mwezi wetu wa kutumika hapa. Hivyo mwezi huu tuna wenyeji wetu, na kwa hivyo tutaendelea kusikia neno kutoka kwetu na Mungu ataweza kutubarikia. Kwa hivyo ninapenda tuombe kwa sababu ya neno la Bwana. Baba, katika jina la Yesu Kristo, wewe ni Mungu na hakuna aliye kama wewe. Tunasema ni asante kwa sababu imefika ni wakati wa kusikia kutoka kwako. Na kama vile ambavyo Mungu wa mbingu umekuwa ukituhudumia hata siku ya leo, wewe ni Mungu haupungukiwi. Bwana, tumia mtumishi wako jinsi unavyo ni vyema kwa mapenzi yako. Nena na kila mmoja wetu, katuinue, katufariji, katutie nguvu kwa utukufu wa jina lako. Asante kwa kuwa ni Mungu na hakuna aliye kama wewe. Ni katika jina la Yesu Kristo twaomba na tunashukuru. Amen. Na kwa hivyo tuko na wakati wetu umeenda sana, iko na around 35. Kwa hivyo tukimwongezea another 45 minutes atakuwa anamaliza saa 7:15, na napenda kuamini Mungu ataweza kuneemesha katika jina la Bwana majeshi. Tupie Bwana makofi mazuri. Haleluya. Karibuni kiti katika jina la Yesu. Kwa sababu ya masaa, kwa wale ambao hawanijui, kwa majina ni Brother Jackson. Ukiniita hivyo nitasikia vizuri kwa sababu nitazidi kuwa kijana. Na hata ukisahau hiyo, sababu hiyo ndio napenda sana, because hakuna yule mtu ambaye anatamani kuwa mzee. Na kama unatamani kuwa mzee, basi tukue mzee kama mzee wetu hapa, ambaye ni mzee lakini bado ana nguvu. Lakini wengi wetu tunatamani sana tuzidi kukua vijana. Ndio maana ukimuita yule mama mzee pale katika gari, utaona cha mtema kuni. Kwa maana kila mtu anatamani ya kwamba awe kijana kila siku. Kwa hivyo utaniita hivyo kwa utukufu wa jina la Yesu. Lakini kama utasahau sana, nina watoto ambao si wachache sana. Ndio maana nasema ukiniita Brother Jackson nitakuwa kijana vizuri na nitafurahia. Lakini kama pia ukaona muda, unaweza niita Baba Don, Baba Caston Vadi, Baba Gianna Vala, ama Baba Kilian Victory kwa wakati huu. Siku ya leo tumeneemeshwa sana, kwa maana Mungu yuko pamoja na sisi. Niko na mke, siwezi kuwa na watoto bila mke, samahani. Na hako hapa. Hallelujah. For the sake of the majority. Mimi nilikuwa nimeona nikalenge sababu ya muda, lakini nimeongezwa hata 15 minutes. So kwa sababu ya watu ambao hawanitambui, ningeomba mke wangu pamoja na watoto wangu dakika moja tu, mtazungumza, mtasimama tu, mtaonekana, alafu mtaketi katika kwa dakika, si kwa dakika, kwa sekunde 30 tafadhali. I'm donating this because my time, kindly. Tafadhali katika jina la Yesu. Nilikuwa nadhani kwamba mtakuja mbele, ama hapo ni sawa? Hapo ni sawa. Tafadhali mkuje mbele. The majority. So kuna yule pia ambaye singeweza kusema kwamba sio jamii yangu, lakini mtoto wa ndugu yako, huyo ni mtoto wako. Kwa hivyo pal, tafadhali, ili wajue kwamba wakikuona ukitembea na Don wasifikirie mambo mengine.
So kwa hivyo hii ndio jamii yangu. Nashukuru sana kwa siku ya leo. Huyu ni mke wangu anaitwa Lucy Atieno Omondi. Huyu ni Donovan Omondi. Huyu ni Caston Vadi Omondi. Yule mwingine anacheza pale nje Gianna Vala Omondi. Alafu huyu anaitwa Kilian Victory Omondi. Tunashukuru sana. This is the Omondi family. Mbarikiwe sana. Karibuni kiti katika jina la Yesu. Siku ya leo ningependa kuzungumza maneno mafupi sana, kwa sababu nguvu zangu pia zimepungua kidogo, na ninahakika kwamba sitatumia hata dakika 45 ambayo nimepewa, lakini kwa ile muda ambao nimepewa ninaomba kwamba Mungu akatunenee katika jina la Yesu. Nilikuwa nikijifunza jambo. Umejua kuna mambo ambayo sisi hujifunza hata kama sio katika neno. Now, kuna huyu mchezaji ambaye anaitwa David Raya. Mnasema kwamba najua sasa wale wa Arsenal wanaanza kusema huyu jamani wa Arsenal. Nilikuwa najifunza jambo kutoka kwake. Nikiwa nasoma historia yake, because katika uchezaji wa mpira kuna ile kitu inaitwa Golden Glove. Ukiwa umepata clean sheet more than the other player, the other goalkeeper, there is a glove, there is a glove you are given. Inamaanisha kwamba you are a winner, you are more than the others, you conquered. So huyu jamaa nilipokuwa nikifuatilia, alipokuwa katika timu inayoitwa Brentford, hakuwa amepata hata golden glove yoyote. So anasema kwamba alipoingia timu ya Arsenali alibadilisha tabia zake. Ikabidi, because pale walikuwa wanacheza mechi moja kila wiki, lakini hapa wanacheza mechi moja baada ya siku 3. So lazima uwe na tabia fulani ambayo inakusaidia. So anasema kwamba yeye huamka mapema na uoga maji baridi, lakini sababu ukiongeza mafuta kidogo mwilini utakuwa mzito na hautaweza kuperform. So nilipokuwa nikiangazia mambo yale, I discovered something. For anybody to succeed in your way, you have to be consistent. For you to succeed in the journey of salvation, baada ya kuokoka, you have to be consistent. Lazima uwe dhabiti, kwa sababu mtu aliye dhabiti ataaminika. Mtu aliye dhabiti atatumika, na wakati unatumika utakuwa. When you become consistent, you will be trusted, you will be used, and when you are used, you will grow. Hallelujah. Na nikagundua kwamba we also have the benefit of consistency. So today, because there are issues, nilikuwa nimemwambia Mungu that you help me to work out on it, but I have realized if I lack consistency, sita grow. Nimegundua kwamba kama sitakuwa dhabiti katika hii safari, katika uamuzi wangu, sitafaulu. Hallelujah. Somebody open the book of Luke chapter number 13 from verse number 10 to 13. The Bible says, and he was teaching in one of the synagogues on the Sabbath. And he was teaching in one of the synagogue on the Sabbath. And behold, there was a woman who had a spirit of infirmity 18 years, and he was bound together, could in no way lift herself. And when Jesus saw her, he called her unto him and said unto her, Woman, you are loosed from your infirmity. Ninataka kuangazia swala fupi sana adhuhuri ya leo. Ninataka tuangazie jambo fupi sana. Tunapoangalia hiki kitabu cha Luka sura ya 13 mstari mdogo wa 10, mahali tuliposoma tunapata kisa kimoja. Lakini kabla sijafika katika kisa kile,
Ukiangalia kitabu hiki cha Luka 13 kuanzia mstari wa kwanza, there is a context. Yesu anazungumza kuhusu mambo fulani ambayo yalitukia. Anatuambia kwamba there is importance of repenting, and if you don't repent you perish. There is a context. Yesu anazungumza akisema kwamba kwa kuwa wale wa Galilaya ambao Pilato aliunganisha au mixed the blood with their sacrifices, huenda wale walikuwa wameleta dhabihu, lakini Pilato kwa hali ambayo ilikuwa wakaangamia katika madhabahu yao. Walileta dhabihu mbele za Bwana, lakini Pilato kwa jinsi ambavyo ilivyokuwa akaamua kuwaua na kuchanganya damu yao pamoja na dhabihu yao. Yesu pia anazungumzia kisa fulani. Anasema kwamba kuna watu 18 ambao waliangamia wakati walipokuwa pale Siloamu, the Battle of Siloamu. Alafu tuna swali tunaulizwa, je, watu hawa walioangamia walikuwa waovu zaidi kukuliko? Swali ni hilo, lakini ujibu ni la. They were not more much sinful than us. Tunapofika mstari wa 6, Yesu anaangazia there is a fig tree, mzabibu. He gives a parable of the fig tree. Anasema kwamba and the vine dresser went to the vine to check how things were working out. Akafika pale akaona ule mti wa mzabibu kwa miaka 3 haijatoa hata tunda lolote. It is dry. Akauliza the vine dresser ya kwamba now because I am seeing this tree is not helping me, it is nice I cut it down. But the Bible says the vine dresser tell the master that no, we can give it 1 more year. So back to ipalilia vizuri. Baada ya hapo we see if it will not bear any fruit, then we will cut it. Today I want us to share something brief about consistency. Consistency is a factor ya kwamba ukiwa na consistency in whatsoever thing you do, you will flourish. The Bible brings us in the book of Luke chapter number 13 verse 10. The Bible directs us in a synagogue. The Bible says, and he was teaching in one of the synagogues. Who is this? Jesus. Yesu akiwa akifunza umati, akipeana maneno, akihimiza watu katika sinagogi. Sinagogi ni kama kanisa wakati huu. Biblia inasema kwamba kuna mwanamke, there was a woman, ambaye alikuwa ameishi akiwa na hali fulani kwa miaka 18. Huyu mama hangeweza kuinuka kwa sababu ya tatizo ambalo alikuwa amelipitia, kwa sababu ya shida ambayo alikuwa amelipitia, kwa sababu ya janga ambayo lilikuwa limemkumba. Kwa hivyo mama huyu akawa ameishi kwa miaka 18 akiwa amejipinda namna hii. Bwana Yesu asifiwe. Nina hakika kwamba huyu mwanamke katika miaka yote aliyokuwa akiishi hakuwa na raha moyoni mwake. Hallelujah. But there is a virtue. Tunaona tabia fulani katika maisha ya huyu mama. Ingawaje alikuwa na shida, ingawaje alikuwa hawezi, ingawaje alikuwa anatembea hawezi kusimama, na nina imani ya kwamba hata popote alipokuwa anatembea watoto walikuwa wakimchekelea, walikuwa wakimwelekezea vidole, wakimuita yule mama ambaye ameinama, wakimuita yule mama ambaye hatembeani akisimama. Najua alikuwa anasikia maneno kama yale, lakini jambo ambalo linanifurahisha leo, ingawaje mama huyu alikuwa akipitia mambo hayo yote, hakuchelewa kwenda kanisani. Amen.
Hallelujah. The Bible says that when Jesus was teaching in one of the synagogues, he saw the woman. Hallelujah. Je, alimuona wapi? Hakumuona katika chama ya wamama, hakumuona katika mkutano wa kisiasa, hakumuona katika ugomvi wa ploti, hakumuona katika harakati fulani, hakumuona akiwa anapita njiani, alimuona kanisani. Hallelujah. The woman was very consistent despite the fact that she had every reason ya kulala nyumbani kwa sababu ya kejeli. Despite the fact alikuwa na kila reason ya kukaa na kusema kwamba mimi nimetoka na maisha, maana watu wananichekelea, hata nimetolewa kuwa treasurer wa chama chetu, maana siwezi simama, siwezi ongea nikiwa nimeinuka. Hakuchelewa kanisani. Hallelujah. Shida zake zilimsukuma kanisani, hazikumtoa kanisani. Adhuhuri ya leo ningependa kuongea na moyo wangu, ningependa kuongea na moyo wa mtu fulani ya kwamba wacha shida ambayo unapitia isikufanye ukatoke katika mpango wa Mungu. Wacha shida unayopitia isikutoe kanisani. Wacha ikuingize ndani na ikuelekeze ya kwamba hata kama ulikuwa na moyo wa kuchelewa, usichelewe tena, maana kuna mambo mazuri yanatokea wakati tunakuwa na udhabiti. When you become consistent, God is a rewarder of what you are doing. Jesus is seeing you. He knows you by your name. He knows you by what you are going through. He knows you by your limitations. He shall never leave you, not forsake you, because you are his child. Amen. Hallelujah. The Bible says, I know kulikuwa na watu wengi sana waliokuwa na shida katika kanisa ile siku. Kulikuwa na watu wengi sana ambao walihitaji msaada ile siku. Kulikuwa na watu wengi ambao waliona kwamba wanahitaji kusaidika, lakini siku ilitimia, siku ya huyu mtu, siku ya huyu mama ambaye alikuwa ni mama wa kawaida kama wewe, ambaye alikuwa ni mtu wa kawaida kama mimi, ambaye alikuwa ni mwana wa Mungu kama wewe, ambaye alikuwa ni mshirika wa kanisa lile kama sisi. Lakini the day came when Jesus went there, he did not miss to see the woman. The Bible says, and Jesus saw her and called her woman. Amen. Hallelujah. Amen. Yesu akamwona, akaona tatizo ambayo amepitia, akaona haja ya moyo wake, akaangalia katika rekodi, akagundua mwanamke huyu. Akiangalia katika rekodi ya Asha, jina lake limeandikwa every Sunday from January to December. Maybe siku ambayo hayuko ni siku yule shemanzi alikuwa amechelewa kanisani. Hallelujah. The woman was consistent. The problem she was getting through, the challenges of life did not draw her back, but instead the challenges draw her to the Lord. The challenges ensured that she was in the presence of the Lord day in, day out, and so therefore she could not miss the blessings of God. Many of us will miss what God has for us because of our inconsistency. Hallelujah. Amen. Tutapitwa na baraka za Mungu kwa sababu ya kuchelewa, kwa sababu ya vijisababu ambavyo hata vikitiwa kwenye ratili havina ule uzito. Huyu mwanamke alikuwa na sababu kubwa. Remember, look at this woman.
the picture. Huyu ni mwanamke ambaye hatuambiwi ana umri wa miaka mingapi, lakini tunaambiwa ya kwamba alikuwa in the condition for 18 good years. Hallelujah. How many years have you been in that situation? Ni miaka mingapi ambayo imepita tangia shida ambayo uko ndani yamo saizi? How many years? I can tell you, hata mwaka mmoja haujapita, hata miaka miwili haijapita, lakini unaanza kusema kwamba nimechoka. Unaanza kusema kwamba hata nitapumzika kwenda kanisani kidogo hadi nipate kutatua shida hizi. Wacha nikwambie jambo moja, suluhisho haitatokea ukitoka katika uwepo wa Mungu. Suluhisho haitakuja ukienda mbali na Mungu, maana kwa sababu kii mwana wa Adamu alikuja ya kwamba kwa yeyote yule amtegemeaye. Hallelujah. And for that reason, the man, the Son of God, was made manifest. And that is why today I want to encourage somebody. Haijalishi unapitia nini, haijalishi mambo yamesambaratika kiasi gani, kitu ambacho ningependa kukuhimiza leo, ninaomba ya kwamba ukawe dhabiti, be consistent in coming to church. Wakati uliokoka ukasema na mdomo wako, ukajitia kwenye nadhiri, ukasema kwamba mimi nitakuwa nikikuja kanisani asubuhi na mapema, lakini ukaanza kukuja mapema mwezi wa kwanza, mwezi wa pili, mwezi wa tatu, mwezi wa nne ukaanza kuchelewa kidogo, ukasema nitarudia tena, mwezi wa tano ukadidimia zaidi, mwezi wa sita ukaanza kuja, ibada imeanza, mwaka mmoja hata unapiga absent, ukipigiwa simu na mchungaji unasema ni kashida kadogo tu. Wacha nikwambie leo, hako kashida kadogo ni Yesu anaweza kukatatua. Mbona kashida kadogo kakanifanya mimi mtu ambaye nilikuwa nimeamua kwenda mbele, na kwa sababu shida kadogo kametokea, lakini kuna huyu mama ako na shida kubwa, ameishi na shida kubwa kwa si mwaka moja, si miaka miwili, si mwongo mmoja, lakini the Bible says that the woman had been disturbed with the spirit of infirmity for 18 good years, but she did not give up. Amen. Amen. Don't give up. Don't give up. Because you have Jesus. Because you have Jesus. Because you have Jesus. And the binders said, we can give it 1 more year, that I may prune it, I may weed it, and if it will not bear any fruit, you can now cut it. It is now, it is now, it is now. God has never said that it is done, but before God says it is done, it is never done. I want to encourage somebody. I want to encourage my sister. I want to encourage my brother. I want to encourage a brethren today that it doesn't matter how long the situation has been to you, how many ups and downs that you have gone through, but what matters is that Jesus is seeing you today. You have been given a more chance. You have been given an opportunity that you may recall, that you may draw back and say, I know I have been inconsistent in this way. I have been inconsistent in doing 1 or 2, but today I say, God, again I come, I welcome myself back to you. Redeem me again, because I am ready to move forward in the name of Jesus. Am I speaking to somebody today? When Jesus sees you, your life
will never be the same again. When Jesus speaks unto you, maisha yako hayatakuwa jinsi yalivyokuwa tena. Biblia inasema Yesu akamuona, baada ya Yesu kumuona akamuita. He picked Jesus, picked the woman in the midst of the congregation because she was consistent. Kama angekuwa yule wa kuchelewa ile siku, because you never know the day that something special will happen. You will never know the time that Jesus will come. But if you are consistent, you will always be ready. You will always be ready. I want to tell us today, let us always be ready. Let us always prepare ourselves, because the time that our miracle, the time that our help, the time that God will meet our needs is not you. What I am supposed to do is to be consistent. There is a story of a certain woman ambaye she was only consistent siku ambayo kuna wageni kanisani. Huyu mwanamke ile siku atakuja kanisani mapema, ni siku ambayo kuna upishi kanisani. Not here. And I don't know. I believe it is not here. But I am saying something that I know that happened somewhere I saw. These women, siku ambayo kuna upishi kanisani, in fact, they used to go before me. Nilikuwa nafika pale napata moshi. They feel to be consistent, but they were consistently inconsistent. They only become consistent kama siku hiyo kuna upishi. I want to encourage somebody. We should be consistent regardless of the situation. We should be consistent regardless of the operation. We should be consistent regardless of the moods that you've woken up with. Haijalishi umeamka na mood gani. The mood should not determine your consistency. Ya kwamba leo niliamka na mood mbaya, ndio maana nilichelewa kidogo. Jesus will not check on your moods. I don't know the time that Jesus came, but the Bible says that when Jesus was preaching in that synagogue, Jesus saw that woman. I show the woman that Jesus is seeing today. Are you the man that Jesus is seeing today? Are you the youth that Jesus is seeing today? I don't know, but you know. Yesu akamwita, woman, you are loosed. In summary, you are whole. Your troubles are over. Your rent are paid. Your school fees are paid. Your house that was locked, God has intervened because you're consistent. You never know, you may meet a blessing in the church. You never know what God will use to meet you at the point of your needs. You never know where God will come into from. Don't think about the only position, but you know God has many ways of doing his things. And that day, that woman had her name changed. Hallelujah. Yule mama ambaye aliishi kwa miaka hiyo yote, siku ile jina lake lilibadilika. Hallelujah. I know there are troubles, there are problems that you are into. Hata watu watakuanzisha majina kwa sababu ya shida hiyo. That is not your name, but because of the problem you are getting into, you are given a name because of the circumstance. But I can tell you, when Jesus will see you through, your name will change in the mighty name of Jesus. I can remember one of my grandparents,
He was a good man, a very good man, a man of God, in quotes. That is how they called him. This is my grandfather. She had 3 wives. She had 3 wives. Now, one of the wives happened to have been blind. I don't know if she was blind or not, but when I was born, niligundua alikuwa hivyo. So nilipozaliwa nimegundua kwamba anaitwa Chongo. So that is the name we used to call her. Nenda kwa nyanya Chongo. But now when I started following up, I discovered that Chongo was never her name. She was given the name Chongo because one of her eye was missing. Hallelujah. Kwa sababu ya shida ya jicho, akaanzishwa jina ambalo halikuwa lake. Adhuhuri ya leo, ningependa kukuambia, haijalishi ni majina yepi umeitwa katika familia yako, haijalishi ni majina yepi ambayo yamebandikwa, yale ambayo unayajua ama yale ambayo uyajui. Kile kitu ambacho ninafurahi kukuambia leo ni kwamba kunaye Yesu ambaye anabadilisha kile kitu ambacho kinakaa hakiwezekani na kingine kikawezekana. Ningependa kukuambia tena ninapomalizia, because I told you ya kwamba nguvu zangu haziko sana leo, but I can see it is 1:05. Ningependa kukuambia jambo moja. We have benefits of being consistent. We have benefits of being consistent. And maybe let me just say 2, then nitawachia hapo. One of the benefits of being consistent is 1. Consistency deepens your relationship with God. Consistency deepens your relationship with God. Ukiwa na udhabiti katika Mungu, katika kufanya kile Mungu anataka, ukiwa unachukua muda wako na unaomba kila wakati, uhusiano wako na Mungu unakuwa wa karibu. Na wakati una uhusiano wa karibu na Mungu amekukaribia, this is where we are today, growing in intimacy with God. When you become consistent, you grow in intimacy with God. And when you are in intimate with God, God will not leave you, God will not forsake you, and God will protect you. Hallelujah. Point number 2, when you become consistent, you will overcome temptation. Hallelujah. You will overcome temptation because we see, we hear, we live within challenges, within sins right and about, but the consistency. If you get into the consistency, to listen what God wants you to do, the temptations will come your way, but God will give you a way out. Hallelujah. Point number 3, consistency will help you to grow spiritually. You will mature spiritually because what he's saying is Bible study. What we're having now, what we hear today, Bible study will strengthen your faith, will transform you into a more mature believer if you base. So today I want to encourage somebody, don't miss the Bible study, because it will help you to know the word of God. It will help you to grow more mature in the ways of God. Then point number 4 that I want to finish with today. Point number 4. When you become consistent, you will get divine reward. Divine reward and lasting impact. Consistency in doing what God wants you to do will ensure or will lead you towards getting a divine reward and finally a lasting impact.
If you met the woman who was healed by Jesus, the Bible says, after being healed, he praised the Lord. Hallelujah. The impact of consistency. If she had never been consistent, she would have missed healing. And I want to encourage somebody today. I know you were consistent sometimes back, but something came. Forget about that thing. You can pick yourself up today. You can pick yourself up today and start coming to church early the way you used to do. I know there is a time you used to sing in choir, or you used to desire that you join, but something happened. Forget about the thing that happened. You can start the journey now. There is somebody, you prayed that after being born again, I will start preaching, but something happened. You went back. Forget about that. You can start it now. It is never too late. Still you can be what you've always wanted to be. It is never too late. It is never too late. It is now, because the Bible says that today, that is Jesus saying, if you hear my voice, don't harden your heart. Somebody, as you stand up on your feet, ningependa kumuita mchungaji adhuhuri ya leo. Kuna mambo ambayo imekuzuia, ikakufanya ukakose udhabiti. Kile kitu ambacho ulikuwa ukikifanya umekiachilia kidogo, lakini kuna neno leo. Tunaweza anza safari mpya. Tunaweza anza kuwa dhabiti tena. Tunaweza anza kufanya tena. Maana tukifanya jinsi Mungu anavyotaka, there is a reward. You will not go empty-handed, but God will reward you in the name of Jesus. Tunaposimama katika miguu yetu, may God bless you. May God bless you. May God direct you. May God help you in the name of Jesus. Amen. Amen. Tupige Bwana makofi mazuri kwa jina la Yesu Kristo. Hallelujah. Hallelujah. Tukiwa katika hali hiyo, asante kwa huo ufunuo wa neno la Bwana. Kwa muda mrefu sana tumehubiri hili neno katika crusade, lakini adhuhuri ya leo limekuja na ufunuo mkubwa sana. Kumbe mama akiwa amepinda mgongo wake alipatikana kanisani. Haleluya. Akiwa ako na upinde huu. Can you imagine upinde wa mgongo? Ni kumaanisha mama alikuwa atembei vizuri. Kama ni kuangalia, kama ni mgongo kuangalia mbele, mgongo ulikuwa unaangalia nyuma. Lakini ufunuo ni kwamba mama alipatikana ndani ya nyumba ya Bwana. Haleluya. Na hakika kupatikana kwake, Yesu naye akapita mahala pale. Asante kwa sababu ya ujumbe huu. Wakati ambapo unapatikana katika nyumba ya Bwana, haijalishi, lakini wakati huo Bwana anaweza kuwa ndio anakuja na msaada wako, lakini you are not available. Fungua kinywa chako, ambia Bwana akusaidia ukuwe available, ukuwe unaweza kupatikana katika point nyingine ambapo nimejifunza mahala pale. Unapoenda mbele za Bwana, she was very consistent in the synagogue in the time of Sabbath. Wakati ambapo alikuwa katika kanisani, wakati wa kuabudu, wakati wa Sabato, hakukuwa kinywa chako, ambia Bwana akusaidie uweze kupatikana wakati wote wa Sabato. Hakutakuwa na any excuse.
She was very present. She was very available. Hakika hakuweza kuwa na sababu za kutokuwa katika ibada, na hakika Yesu alipokuwa anatembea akapatana na yeye, na ikawa akapata uponyaji katika jina la Bwana majeshi. She was committed to the service. She was very committed to the service. Alikuwa pale katika maabudu, alikuwa pale na Yesu akamuona akiwa katika maabudu. Bwana ni vizuri upatikane katika maabudu, ndiposa Bwana anapopita asikupite katika jina la Bwana majeshi. Haleluya, Bwana nisaidie. Help me out God to be available katika jina la Yesu Kristo. Huyo mama kulingana na vile ambavyo tulivyosoma Bible study ya adhuhuri ya leo, asubuhi ya leo, aliona mama alikuwa na self-denial, aliweza kujitweka, aliweza kujitoa, self-denial, aliweza kujikana. Mama alikuwa amejikana, apia Bwana nisaidie nikajikane katika jina la Yesu Kristo. Nisaidie nikaache mambo yale mengine yote na nikufuate wewe katika jina la Bwana majeshi, katika jina la Bwana majeshi. Utakapojikana hautakosa kwa ibada, utakapojikana hautachelewa. Mama huyu alikuwa amepinda mdomo, lakini tunaona alikuwa amebeba msalaba wa Kristo katika jina la Yesu Kristo. Bwana tusaidie katika jina la Bwana majeshi. Wewe ni Mungu mwenye uwezo, hakuna mwingine aliye kama wewe. Nisaidie Bwana mabwana katika jina la Yesu Kristo. Haleluya, haleluya, katika jina la Bwana mabwana. Hakika ni wewe Bwana majeshi. Haleluya, rikaya baba yangu. Bwana nisaidie adhuhuri ya leo, nipatikane kwa nyumba yako, nipatikane Bwana mabwana. Usinipite Mwokozi unapozuru watu wako. Haleluya, kama vile ambavyo ewe Mungu uliweza kutembelea huyu mama, kwa sababu alipatikana katika masinagoge. Bwana mabwana, alipatikana huyu mama, Yesu akamuona katika masinagoge. Adhuhuri ya leo Bwana mabwana, watu wako wako mbele zako, wako katika sinagoge hili la Tabernacle Congregation. Bwana mabwana, adhuhuri ya leo naomba kainua mkono wako juu, naomba tuinue mikono yetu juu katika jina la Bwana majeshi, tuweze kupokea katika Bwana kama vile ambavyo alivyotembelea huyu mama katika sinagoge. Hakika kuna uwezo wa kutembea hata adhuhuri ya leo katika jina la Bwana majeshi. Yuko miongoni mwetu Yesu, anaangalia hiyo hali, anaangalia hiyo hali ambao unaopitia kwa jina la Yesu Kristo. Baba wa mbingu, kama vile ambavyo ulivyotembelea huyo mama alipopatikana katika sinagoge. Bwana mabwana, watu wako wako mbele zako, watembelee, tembelea huyo mama katika jina la Bwana majeshi. Tembelea huyo mzee kwa jina la Yesu Kristo. Tembelea huyo kijana katika jina la Yesu Kristo. Bwana mabwana
Amen, amen, amen. Haleluya. Kwa jina la Bwana majeshi tunaweza kuketi mbele